Kwa kikosi hiki Mwarabu leo anakwenda kukaa, kwa maana Young African wanaenda kutumia kwenye mfumo wa 4-3-3-1. Yani 4-3-3 ambao ni mfumo huu hapa, ambao wakitumia mabeki wa nyuma wanne, ambaye atakupo Mohamed Hussein, Dickson Jobu, atakupo Baka, atakupo na Yao Kwasi, mabeki wanne. Lakini mabeki wa katikati atakupo Duke Abuya, atakupo Mudathir Yahya Abbas, atakupo Max pia Mzingela. Lakini ukija mstari wa juu kabisa huku, tumeona Pacome Mzwa, tumeona Alan Okello, tumeona Depu. Kwa nini Depu atokee pembeni, Alan Okello atokee katikati? Kwa sababu moja, kwa sababu wanataka Pacome yeye anakuwa anacheza ile lote hili, atakuwa anazunguka, anafanya round up kwenye eneo la juu lote, yani anazunguka eneo la juu, anashuka hadi chini kidogo kuwasaidia safu ya katikati. Lakini Depu atakuwa anatokea kushoto kumimina mipira ya katikati, ambapo Okello atakuwa akipiga mipira ya kustukiza ya katikati kuja street golini moja kwa moja. Wakati hawa mabeki wa pembeni watakuwa wanahangaika na Pacome, wanamfuata Pacome huku na huku. Wakati Pacome anawasumbua, hajulikani amesimama wapi. Wakati Pacome anakuja katikati, Depu anakuja kushoto, Okello anajua kati hapa. Anatengeneza mipira ile ya kichwa, mipira ya street ambayo anaingia golini moja kwa moja. Wakati Okello akipanda huku juu kabisa, wakati tunamwona Pacome anakuja kukaa katikati, Depu anakaa huko juu. Kwa hiyo tayari mpira utakaompita Pacome hapa atakuja kumaliza Depu. Max Mzingela wanaongezeka hapa kati. Kwa hiyo tunakuwa yupo kati. Mudathir naye ataongezeka hapa. Tunakuwa watu watano kwenye safu ya kushambulia. Ni kitu ambacho kitatengeneza idadi kubwa sana kwenye ushambuliaji. Wakati Duke Abuya atabaki pale pale katikati, kuisubiria mipira kushtukiza ile ya counter attack, kuizima. Wakati Mohamed Hussein anapanda juu kidogo, lakini pia Yao Kwasi anapanda juu kidogo, wanakuja kuzima mipira katikati. Wakati nyuma tuna Baka, tuna Dickson Jobu, wanakuja. Pressure kubwa inakuwa katikati kuja juu, sio katikati kuja chini. Kwa huo ni mpango wa kocha kwenda kuiendea moja kwa moja Farabat leo, na kwa kikosi hiki ukweli hatoki mtu. Usisahau kusubscribe, kucomment ili kuendelea kupata update nyingi zaidi za vipindi vyako hivi hapa, na pia namba zangu za simu zinapita. Shusha comment yako hapo, wewe unaonaje kwenye kikosi. Lakini kipindi cha pili, baada ya mpira kulainika, tayari Waarabu wamechoka, ndipo tunakuja kumtoa Mohamed Hussein, tunamuingiza Boka kazi yake kuwapandisha watu spidi na kuwashusha, atakuwa kazi yake kuwachosha. Diara atakuwa ni mtu ambaye na muda mwingi atakuwa peke yake, hana pressure sana ya mipira, hana pressure ya watu. Kwa muda huu na kikosi hiki, Waarabu leo watakaa. Usisahau kucomment, kusubscribe ili kuendelea kupata update nyingi za vipindi mbalimbali, tuweze kujadiliana. Namba yangu inapita hapo, chukua namba yangu, njoo WhatsApp nikuunge kwenye grupu la vijana na grupu la wachezaji na grupu pia lenye amsha ya michezo.